jasho na nyinyi ni mashahidi, batizo nyinyi ni mashahidi wazuri kabisa. Kwa hiyo hatuwezi kuangalia watu wanataka kuua chama kwa sababu ya ubinafsi wa kubagua watu na sisi tukawa tupo tunacheka nao. Haiwezekani. Kwa hiyo hilo ni swala kwanza. Na nitaka niwaeleze namna ambavyo sasa, kwa mfano, namna ambavyo watu wanabaguliwa. Nyie mnajua na habari mnayo. Mratibu wa uenezi wa BAWACHA taifa, Sigrada Mligo, ni kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu ya ubaguzi huo alipigwa kwenye kikao cha makamu mwenyekiti wa chama bara, amepigwa na walinzi wa makamu mwenyekiti, na makamu mwenyekiti bara ndo mwenyekiti wa kamati ya maadili ya chama. Hakuna kitu kilisemwa. Na binti wa watu walipokuwa amelazwa hospitali, yeyote aliyemtembelea walidhihaki wakasema ni sanaa inafanywa sanaa. Kwa hiyo kwenda kumtembelea mwanachadema aliyepigwa, ameumia, amelazwa, inaonekana ni sanaa. Lakini alipoenda kutembelewa na mwenezi wa CCM, wakasema ni sanaa na ni hujuma dhidi ya Chadema. Sasa hivi aliyefanya hujuma dhidi ya Chadema ni nani? Aliyempiga mwanachadema mwenzake au aliyeenda kumtembelea mwanachadema aliyelazwa hospitali? Nyie kama tukiuliza nayo maswali. Yaani wewe upige mtu aende akalazwe Muhimbili. Sasa hujuma ni watu wanayekuja kumtembelea au hujuma ni mtu aliyepiga mtu? Anayefanya hujuma ni nani? Lakini ikaonekana ni hujuma. Wana CCM kutembelea wanachadema waliyeumia, hakuanza mwenezi wa CCM kwa Sigrada ili tuseme kwamba Sigrada ametengeneza. Mheshimiwa Lissu alipopigwa risasi mwaka 2017 Dodoma, alipolazwa Nairobi Kenya, wana CCM walienda kumuona. Makamu wa rais wakati ule Samia Suluhu Hassan alienda kumuona. Lazaro Nyarandu alikuwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini kwa CCM, alienda kumuona. Haikuitwa sanaa. Lakini Sigrada aliyepigwa kwa sababu alikuwa ni mfuasi wa Mbowe, kwa hiyo kwenda kuonwa ni sanaa, na walienda kumuona wote wakaonekana ni wahalifu. Wahalifu sio waliyempiga, ila wanaenda kumuona. Sasa hicho kitu sisi hatuwezi tukakaa tukavumilia ubaguzi wa wanachadema wanabaguliwa namna hiyo. Na hiyo safari mnafikaje mkianza kubaguana hivyo? Na mmeona toka uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza mpaka leo, Chadema haijawekeza nguvu kubwa ya kuwapigania Watanzania. Badala yake ni kutukana waasi, kuitana majina wenyewe kwa wenyewe. Ndio kinachofanyika. Sasa hiyo nguvu mnaipeleka wapi? Hilo ni la kwanza la ubaguzi. Nitaka kitu cha kwanza cha ubaguzi tukichole vizuri kabisa. Na la pili ni udikteta uchwala ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba ya chama. Kuna udikteta ambao unajengeka ndani ya chama na ukiukaji wa katiba. Sasa cha kwanza niwaambie wanachadema, lazima udikteta huu upingwe. Upingwe gizani, upingwe hadharani. Magufuli alianza kutuletea udikteta. Tulimpinga bila kujali mitutu ya bunduki aliyokuwa nayo, tulimpinga hadharani na gizani. Udikteta wa ndani ya Chadema lazima upingwe pia hadharani na gizani. Hauwezi kuachwa kwa sababu dikteta ni dikteta. Na sisi tunapopigania haki za watu hatuchagui. Hiyo haki inatakiwa idaiwe kwa nani. Haki hii tunaipigania bila kujali anayeikiuka ni nani. Sasa ni mambo gani hayo ambayo yanaweza kutuonyesha kwamba
kuna hiyo shida. Kuna ufinyaji mkubwa sana wa maoni ya wanachama. Hapa mfano, kuna waliyekuwa wagombea wa mwaka 2020 wa ubunge na watiania ya kugombea ubunge 2025, waliunda kundi lao la WhatsApp linaitwa G55. Na nyie mnajua, hata waandishi wa habari nyie mna makundi yenu ya WhatsApp. Na wao waliunda kwa sababu hawakai nyumba moja. Waliunda ili waweze kuwa wanashauriana. Na katika kushauriana kuhusu swala la kushiriki au kutokushiriki uchaguzi, waliamua kuandika ushauri kwa chama. Ushauri. Na wakaupeleka kwa katibu mkuu. Hawakuupeleka kwenye media. Wakapeleka kwa katibu mkuu. Ulipofika kwa katibu mkuu, wale watu wote wakaitwa wasaliti. Njaa. Hivi njaa wanayeweza kuwa nayo hawa ambayo wameitoa Chadema, inawakosaje wanachadema wengine hiyo njaa? Kama kuna hiyo njaa ambayo hawa wanayo wameitoa Chadema, wanachadema wengine inawakosaje? Wakaitwa kila jina, lakini wakaanza plot ya kufukuzwa, na ndicho kilichomfukuza John Mrema kwa kutumia tawi. Lakini kilichotolewa ni maoni. Ni maoni. Nasikiliza, ngoja niwaambie ndugu zanguni na viongozi wa Chadema wasikie. Ni hivi. Kwa chama cha kidemokrasia kama Chadema, wanachama ni haki yao kuhoji, ni haki yao kushauri, ni haki yao kuuliza. Viongozi ni wajibu wao kujibu, ni wajibu wao kufafanua. Haiwezi kuwa mwanachama anayeuliza kwamba kwa nini tusifanye hivi anaitwa msaliti. Manake ni kukataa watu wasihoji. Udikteta ni kukataa kuhojiwa na kutaka watu washangilie unachosema. Hicho ndo ukweli, na watu wengine hawana sababu, hawana haki ya kuhoji. Kwa ni haki ya wanachama kuhoji na ni wajibu wa viongozi kujibu. Lakini haikujibiwa, badala yake walianza kuitwa majina. Walipotoka kufafanua kwamba sisi sio wasaliti, sisi tulisema kwenye andiko letu tutasimama na msimamo wa chama, ndo wakaanza kuelekeza matawi ya wafukuze. Kwa hiyo hicho kitendo cha kukataa kufafanua hoja ya G55 inaonyesha wazi kwamba watu hawako tayari kusikiliza mawazo ya wanachama. Na sikilizeni, kuna mtu anaweza kujificha kwenye kichaka na watu wanajificha kwenye shamba la karanga. Wanakuambia huu ni uamuzi wa mkutano mkuu, kwa hauwezi kujadiliwa. Embu nyie si mko hapa, maana mimi nasema nyie ni Watanzania. Nyie sio watalii kwamba wametoka nje wamekuja leo hapa. Kwa hiyo mnatakiwa kuambiwa mambo ya hapa. Nyie mlikuwepo hapa. Chadema tuliandika barua kwa rais kuomba tukae tulete maridhiano ili siasa ziwe za kistaarabu. Tukaanza mazungumzo ya maridhiano, na mazungumzo yale yalikuwa ni azimio la baraza kuu kwamba tufanye mazungumzo ya maridhiano. Lakini nyie ni mashahidi. Aliyekuwa makamu wa mwenyekiti wakati ule, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, alitoka hadharani kupinga maridhiano. Mbowe akaitwa majina mengi sana kwamba ameramba asali kwa ajili ya maridhiano. Ikapingwa hadharani. Hivi kupinga hadharani, na hawa G55 waliandika ushauri kwa katibu mkuu. Kama ni usaliti, nani msaliti zaidi? Kama tufanye ni usaliti, nani msaliti zaidi? Aliyeandika maoni yake kwa katibu mkuu
au aliyetoka hadharani kupinga maazimio ya vikao vya chama na akiwa makamu mwenyekiti wa chama, nani msaliti zaidi? Sababu unajua tukiongea haya mambo, mkuki usiwe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu uchungu. Mkuki uwe mkuki kwa wote, kwa sababu nyie sio wageni. Mbowe aliitwa hayo majina na baadaye tulilazimika kukaa tena kwa kusikiliza maoni ya watu pamoja na kejeli zote, tukakaa tukajitoa kwenye maridhiano. Kwa nini wao hawataki wanachama wanayetaka kujadili kama tushiriki uchaguzi au tusishiriki uchaguzi? Kwa nini anayetaka wajadili wanamuona kwamba ni msaliti na wanataka kufanya kama hii hapa ni dogma, kwamba kwa sababu ni azimio la mkutano mkuu haliwezi kujadiliwa? Kwa nini azimio la baraza kuu la maridhiano lilijadiliwa na likabadilishwa? Na libadilishwa na kamati kuu tu, wala ikubadilishwa na baraza kuu na kamati kuu. Azimio lilikuwa la baraza kuu, majadiliano yalifanywa kwenye kamati kuu, likabadilishwa, tukatoka, na mpaka leo tumetoka. Na wakati ule wenzetu walikuwa wanasukuma tutoke. Hoja yao ilikuwa tutoke nje, hawa wanatuchelewesha, tutoke nje tukakinukishe. Sasa hakijanuka mpaka leo. Tutoke nje tukakinukisha, hakijanuka mpaka leo. Sasa tusubiri kitanuka. Sasa hawa G55 walichokuwa nauliza, hivi mkakati ni gani wa kuzuia huo uchaguzi? Mimi ngoja niwaambie hilo swala la kutoshiriki uchaguzi. Unajua, kusema utazuia uchaguzi ambao huna uwezo wa kuuzuia, maana yake unataka CCM apite bila kupingwa. Kwa sababu si utazuia, si uchaguzi utaendelea, si utashiriki wewe, maana utapita bila nini? Bila kupingwa. Ndio maana yake. Hiyo tafsiri pana bado Watanzania hawajaiona, kwa sababu wewe kama